Baada ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani kufeli mwishoni mwa juma hili, leo dunia imeingia katika hatua mpya ya mvutano wa kimataifa baada ya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran kushindwa kufikia makubaliano, hali iliyochochea taharuki zaidi katika eneo la Strait of Hormuz. Marekani imetangaza wazi hatua ya kuanza kudhibiti na kuzuia baadhi ya meli zinazokwenda na kutoka bandari za Iran, hatua ambayo imeibua mjadala mkali wa kidiplomasia na kiusalama duniani. Kwa upande wake, taifa la Iran imeitaja hatua hiyo ya Marekani kuwa ni uharamia wa baharini na ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Aidha, jeshi la Iran limesema wazi kuwa hawatakubali meli za kijeshi kuingilia maeneo yake bila idhini yao. Pia litachukua hatua kali dhidi ya meli yoyote itakayovuka mipaka yake ya kiusalama. Iran pia imesisitiza kuwa itaweka mfumo wake maalum wa kudumu wa kudhibiti usafiri katika Strait of Hormuz kuhakikisha maslahi yake kimkakati yanalindwa. Strait of Hormuz ni moja njia muhimu zaidi duniani ya usafirishaji wa nishati, ikipitisha karibu 20% ya mafuta ya dunia. Hivyo mvutano huo umeanza kuleta athari kadhaa, ikiwemo kupanda kwa bei ya mafuta kimataifa, kuongezeka kwa hofu kwenye masoko ya nishati, meli nyingi kubadilisha njia za usafiri. Iran imeweka wazi kuwa haitajitoa kwenye diplomasia, lakini inakwenda kwa mtazamo wa diplomasia yenye masharti, ulinzi mkali wa bahari na presha ya kiuchumi kupitia nafasi yake ya kimkakati. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mazungumzo yalifeli kutokana na masharti magumu na kukosekana kwa imani ya kweli kutoka upande wa Marekani. Wakati hayo yakiendelea, mataifa mbalimbali yameanza kutoa mitazamo tofauti, ambapo Faransa na Uingereza wanataka operesheni ya ulinzi wa bahari. China inatoa wito wa utulivu wa diplomasia, huku Uturuki ikionya dhidi ya uingiliaji wa kijeshi, ambapo Uingereza imesisitiza Hormuz ibaki wazi kwa usafiri wa kimataifa. Kwa sasa macho ya dunia yote yapo katika Strait of Hormuz, ambapo mvutano huu umeifanya kuwa sio tu njia ya meli, bali uwanja wa maamuzi ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama duniani. Kama wasemavyo wahenga, bahari inaweza kuwa tulivu leo, lakini kesho inaweza kubeba mawimbi ya historia. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.